Bana, kwanza tunashukuru sana, leo ni siku kubwa ya kihistoria kwa nchi yetu. Pongezi kubwa kwa serikali, kwa rais wetu, kwa Watanzania kwa kutimiza utekelezaji wa mradi mkubwa wa kiwango hiki. Binafsi kwangu ni siku ya hisia pia, kwa sababu nimetumia muda mwingi sana na jasho jingi na safari nyingi huku kuhakikisha kwamba mradi unaenda vizuri. Kama alivyosema Mheshimiwa Rais pale, wakati mimi ananipa kazi hii tulikuwa 33%, wakati na hama ilikuwa 91%. Kwa hiyo tumeusukuma, lakini kama sio nguvu ya serikali kuweka rasilimali tusingefika hapa. Lakini kwa kweli sifa kubwa kwa waandishi wa Kitanzania ambao wameonyesha uwezo na umahiri mkubwa katika kufika hapa. Ukiona mradi umefika hapa, kuna mambo mengi sana yamefanyika na watu wamejitoa sana. Kuna mambo mengi watu hawayajui, lakini ilikuwa hapa kuna kuamshana usiku wa manane, hiki kimeharibika, hiki kinataka kukwama. Kwa kweli ni siku kubwa sana na hisia kubwa sana. Kwa hiyo mimi nafarijika kwamba nimetoa mchango wangu kama Mtanzania walau kidogo kuhakikisha kwamba nchi yetu imefikia jambo hili. Neno lako kwa Tanzania moja, lakini wale ambao wanasukuma gurudumu kutokea hapa kwenda mbele kwenye mradi huu. Neno kwa Tanzania ni kwamba kumbe tunaweza kabisa. Tujikubali Watanzania. Ni kweli kama taifa lolote kuna changamoto za hapa na pale, lakini kwa kweli Watanzania tukiamua kufanya mambo makubwa tunaweza. Ukitazama katika nchi nyingi za Afrika, kutumia pesa ya ndani kukamilisha mradi mkubwa, sio mkubwa tu kwa kiwango hiki, lakini hata kwa uhandisi ni jambo la kujivunia. Na kama tumeweza hili, basi tuendelee kujaribu mengine makubwa na makubwa na makubwa. Kwa hilo la kwanza. La pili, kuanzia sasa waliopewa kusimamia mradi huu ni wamepewa dhamana kubwa, wamepewa asset kubwa, mali kubwa ya taifa. Kikubwa ni kuilinda, kuitunza ili iweze kutimiza azma na malengo yake. Zinazoambatana na mradi huu, na hata rais amekiri, tunazalisha umeme mwingi, lakini kazi ya kusambaza sio kazi nyepesi. Hadi sasa tujaweza kusambaza umeme wote na itachukua muda. Kwa naitaka serikali na wahusika wengine wote wafanye juhudi ya maana sana. Umeme usibaki kwenye grid ya taifa, au umeme usibaki kwenye turbines, mitambo ya Mwalimu Nyerere. Umeme huu ukasambae vijijini. Kama walivyofanya juhudi kupeleka fedha nyingi kumaliza mradi huu, basi wapeleke fedha nyingi kujenga miundombinu ya kusambaza umeme ili ukalete furaha kwa Watanzania. Umeme huu ukalete nyuso za tabasamu kwa watu. Na kielelezo chake ni mimi mwenyewe nimekubali kuja hapa baada ya kualikwa kuja kushuhudia jambo hili la kihistoria likitokea katika nchi yangu. Mambo ya umeme tumepiga kelele kwa muda mrefu. Kilio chetu kimejibiwa kwa action. Ni jambo jema. Tunapoona jambo jema limetekelezwa, tusiponde tu madam tunaponda. Tuwe na ujasiri wa kupongeza vile vile pale jambo jema linapokuwa limefanikiwa. Haya ni mafanikio sio ya serikali, sio ya chama chochote, haya ni mafanikio ya taifa, na ndio sababu nimekuja hapa kuwa mshuhuda kuona kweli yametokea, na nawapongeza wote wanaohusika. Namna bora ya kurejesha utaifa wetu, umoja wetu na ushirikiano wetu katika mambo ya msingi. Umeme huu sio wa kizazi cha viongozi waliouanzisha. Umeme huu ni kwa watoto wetu, ni kwa watoto wetu, ni kwa vizazi vijavyo. Kwa mambo kama haya na miradi ya kimkakati kama hii, ni lazima tuwe tunaweza kuiona kwa jicho pana la kitaifa na kuiunga mkono. Watu wana tafsiri mbalimbali kutokana na changamoto mbalimbali kwa nyakati tofauti, lakini watu makini wakati wote hawaachi kuona hali halisi na ukweli wa mambo. Ni kweli kuna changamoto kadhaa zinazoambatana na mradi huu, na hata rais amekiri. Tunazalisha umeme mwingi, lakini kazi ya kusambaza sio kazi nyepesi. Hadi sasa tujaweza kusambaza umeme wote na itachukua muda. Kwa naitaka serikali na wahusika wengine wote wafanye juhudi ya maana sana. Umeme usibaki kwenye grid ya taifa, au umeme usibaki kwenye turbines, mitambo ya Mwalimu Nyerere. Umeme huu ukasambae vijijini. Kama walivyofanya juhudi kupeleka fedha nyingi kumaliza mradi huu, basi wapeleke fedha nyingi kujenga miundombinu ya kusambaza umeme
ili ukalete furaha kwa Watanzania. Umeme huu ukalete nyuso za tabasamu kwa Watanzania. Umeme huu ni kielelezo muhimu na nyenzo muhimu sana katika kuweka misingi ya ujenzi mpya wa uchumi wa taifa letu, kwa sababu nishati ya uhakika inakwenda kupatikana. Sasa serikali kwa nguvu ile ile waliotumia kupeleka nguvu kwenye kujenga mradi huu, watumie nguvu hiyo hiyo kujenga miundombinu ya kusambaza umeme huu. Umeme huu usibaki katika turbines za Mwalimu Nyerere, umeme huu usibaki katika gridi ya taifa, umeme huu ukasambae vijijini. Na ili ukusambaa ukaweze kutengeneza tija inayotegemewa, ni lazima miundombinu ya kufikisha umeme huu maeneo mbalimbali ya nchi yetu uweze kufanyika, tena ufanyike kwa kasi. Kwa sababu hadi sasa hivi bado ni kama robo tu ya umeme huu ambao unaingizwa kwenye gridi ya taifa. Ukizalisha turbine zote, hatuna mahali pa kupeleka umeme huu, lakini wananchi wengi bado wanauhitaji umeme. Kwa hiyo tufanye hivyo, umeme nao vile vile ukalete furaha kwa Watanzania, na serikali ione vile vile, pamoja na yote hayo, umeme huu utafikiaje Watanzania katika gharama nafuu ili waweze kuutumia kuzalisha. Maana wananchi wengi umeme umepita juu ya mapaa ya nyumba zao, wanashindwa kuunganisha umeme kwa ajili ya gharama zake. Kwa hiyo vyote hivyo vikaangaliwe na ile nia njema ya kujenga bwawa la Mwalimu ikaweze kutimilika kwa ukamilifu wake. Ndugu zangu, nawashukuru sana. Nimewamisi siku nyingi, hamjaniona, hamjanisikia Mbowe.